Naitwa Peter Junior, ni mkurugenzi wa shule ya awali na msingi Dikaila. Shule ya Dikaila iko Bagamoyo mjini, ni shule ya bweni na ni shule ya kutwa. Shule ya Dikaila ni maarufu sana kwa kufundisha masomo ya digitali na masomo ya amali. Kama mnavyojua, mwaka 2023 serikali ya Tanzania ilirekebisha mtaala wa elimu Tanzania na kwamba elimu ifundishwe kwa vitendo, wanasema learning by doing. Hii ilivutia sana kama mwekezaji wa elimu Tanzania kuamua kuanzisha shule ya digitali na amali, na sasa shule ya Dikaila ina umri wa miaka miwili, tukiwa na madarasa kuanzia KG1 au chekechea mpaka darasa la 7, na tumeweza kufanya vizuri mwaka 2025. Watoto wa darasa la 4 walifaulu vizuri, walipata wastani wa A, tulipata wastani wa A kitaifa, na pia tuna matumaini makubwa darasa la 7 la mwaka 2026 watafanya vizuri zaidi, kwa kadri tunavyoona mitihani mbalimbali ya mikoa na wilaya wamekuwa wakifanya vizuri sana. Kwa watoto wanapata faida mbili: kupata A ya darasani, lakini pia wanafanikiwa kupata ujuzi, ambapo mtoto akimaliza darasa la 7 anarudi nyumbani akiwa tayari fundi wa kuweza kutengeneza pesa kupitia ujuzi aliopata akiwa shule. Na kuna vitu ambavyo tumeweza kugundua katika kusoma masomo ya digitali na amali. Watoto wanakuwa na uwezo mkubwa wa kujieleza, kwa sababu ufundi lazima ujue vitu vingi sana, wanaongezeka kuwa na vocabulary za kutosha, misamiati mingi ya Kiingereza. Tofauti na darasani anasoma tu vitu vichache, lakini akija kwenye ufundi kuna lugha ya Kiingereza kiufundi, aidha umeme au simu au makanika au shonaji. Vitu vyote vina maneno mengine mapya ya Kiingereza. Kwa mtoto anakuwa na uwigo mkubwa sana wa kujua Kiingereza vizuri na kuongea Kiingereza fasaha. Hivyo anakuwa na uzoefu wa kuweza kuongea mbele za watu, present hoja, kujenga uwezo wa kuweza kutambua namna gani ya kuweza kutatua matatizo yake. Na katika hili pia limeweza kuwafanya watoto waweze kujiamini. Watoto wa shule ya Dikaila ni tofauti kabisa na watoto wa shule nyingine ambao wanasoma tu masomo ya darasani, yaani masomo yale ya kizamani. Mwalimu anafundisha, mwanafunzi anasikiliza, anauliza maswali, anaandika notes, anafanya mtihani, anapata A. Hii ni elimu ya kizamani. Elimu ya kisasa hivi baada ya mtaala kutolewa ni kwamba mtoto anajifunza kwa kuona, mtoto anajifunza kwa kusikia, mtoto anajifunza kwa kufanya, na mwisho wa siku anakuwa na uelewa mkubwa na sio uelewa wa kukariri. Na tumefanya hivi, tumeona matokeo makubwa. Watoto akiwa na umri wa miaka 3 anajua kushusha injini ya gari, anajua kujua tatizo la injini ni nini na kuweza kutengeneza, kumaliza tatizo. Anajua kusolve matatizo ya kile ambacho anataka kukifanya. Mtoto anajua kubomoa simu na kuitengeneza na kujua kitu gani, pati gani imeharibika, aitolewe iwekwe nyingine. Vitu kama hivi vinamtengeneza mtoto kuwa na uelewa mkubwa zaidi wa kuweza kugundua vitu vingine vipya. Tunajua hawa wenzetu ambao nchi zilizoendelea kama Asia na Ulaya, watoto hao wamekuwa wagunduzi. So kugundua maana yake ni kuwa na uwezo mkubwa wa kujua mambo. Ndani ya kujua hayo mambo unapata akili mpya ya kujua kumbe kikiwa hivi kinatokea hivi. Sasa sisi hatuna wagunduzi kwa sababu tumejifunza nadharia tu. Kimtoto akiingia kwenye sayansi kwa undani kabisa, kinachotokea ni kwamba atagundua njia nyingine mbadala ya kusolve matatizo. Na kusolve matatizo ndio solution ya maisha ya mtu. Kama mtu anasoma afu baadaye hawezi kusolve matatizo yanayomkabili, basi hiyo elimu inakuwa haina faida yoyote kwake. Lazima atahangaika mitaani kutafuta kuajiriwa. Lakini sisi Dikaila tumetengeneza mfumo huu ambao mfumo unaokubalika kisheria, unaweza kumwandaa mtoto kuweza kujiajiri, kuajiriwa na hata kuajiri wenzie au wengine.
Kwa kufanya hivi, tunaamini kwamba taifa letu linaweza kuwa na watu ambao hawaishi kwa kulalamika kwamba ajira hakuna. Ni kweli tatizo la ajira ni tatizo la kidunia, sio la Tanzania peke yake au Afrika peke yake. Lakini mpango wa elimu kwa vitendo ulianzishwa mwaka 2015. Huu ulianzishwa na Umoja wa Mataifa kwamba watu wajifunze skills ili waweze kujiajiri wenyewe, waweze kutengeneza ajira kulingana na fursa wanazozipata kwa mazingira wanayoishi. Na Tanzania ilipokea mpango huo mwaka 2023. Kwa hiyo Tanzania imesaini mkataba wa elimu bora kwa kwa wote mwaka 2023 na wakabadilisha mtaala wa elimu kwa mtindo huu. Lakini tumeona kwamba pamoja na mabadiliko haya makubwa ya elimu Tanzania, bado utekelezaji wa sera hiyo haujaanza kuonekana. Ukiangalia shule ya Dekara inawezekana ni shule mmoja hapo au mmoja kubwa Afrika Mashariki ambayo inafundisha elimu kwa vitendo. Lakini sera ya elimu inataka shule zote za sekondari na shule za msingi zifundishe kwa kutumia hiyo muundo wa elimu kwa vitendo, learning by doing. Lakini unafikiri ni kwa nini shule zingine ambazo zina uwezo mkubwa hawafanyi hivi? Sisi tumegundua kwamba sababu za hizo shule kuto kutekeleza mpango huo kwa vitendo ni kwa sababu utaratibu huo umekuja kwenye shule za Afrika tukiwa bado hatujajiandaa. Na maana elimu ya amali inataka maandalizi. Lazima uwe na walimu wanaoweza kufundisha masomo ya ufundi, lazima uwe na walimu wa darasani, lazima uwe na vifaa vitendea kazi vya kufundishia na vitendea kazi vya kujifunzia. Vitu vyote hivi vinasababisha maandalizi haya yawe na gharama kubwa zaidi. Kwa hiyo unalipa mishahara ya walimu wa madarasani, unalipa mishahara ya walimu wa ufundi. Ukijumlisha na ada za Kitanzania au za uwezo wa Tanzania, huwezi kulipa mishahara walimu vizuri, lazima uwe na hela nyingine mfukoni. Kwa hiyo hii ndio changamoto kubwa, kwamba kwa nini shule zingine haziwezi kufanya hivi? Ni kwa sababu maandalizi yake yanahitaji achukue muda mrefu. Hatuna walimu wa kutosha wa kufundisha ufundi. Mwalimu wa kufundisha ufundi shuleni huwezi kumlipa mshahara sana mwalimu wa kawaida anayefundisha academic, kwa sababu wale tayari wanaweza wakafanya kazi mitaani wakapata pesa nyingi. Huwezi kumpotezea muda wake aje afundishe shuleni alipwe Laki 7 wakati akienda nje anaingiza pengine milioni 1 kwa wiki. Kwa hiyo mtu hawezi kufanya kazi kama hiyo. Kwa hiyo ni ngumu sana kupata walimu wa ufundi wa mashuleni kwa sababu ya changamoto kama hiyo, kwamba walimu ni wachache, shule ziko nyingi. Lakini pia kama tutakuwa tumefanikiwa kuwatengeneza watoto wawe mafundi, wakafanya kazi kwa ufundi waliopata shuleni, hasa kwa shule, tukianzia na shule ya msingi, wakifika sekondari wanakuwa ni wataalamu zaidi, wakifika chuo wanakuwa ni watu sio wa kawaida, wanaweza kabuni vitu vingi. Unaona sasa hivi baada ya masomo ya digitali kuwa yamechukua kasi kubwa Tanzania, vijana wengi wanamaliza vyuo vikuu wanakimbilia kwenye mambo ya biashara za mitandao. Imewasaidia kuokoa wasome wengi kufanya biashara za mitandao, na wale ambao kusoma wanafanya biashara za pikipiki za bodaboda wanaita Swahili. Lakini elimu ya mtu aliyesoma mambo ya digitali anafanya shughuli za mitandao, anafanya biashara za kimitandao, anatengeneza content, anafanya biashara za picha kupitia, anafanya vitu vingi, kuendesha vitu mbalimbali kwa kutumia digital. Hii imesaidia at least kuwafanya vijana waweze kupata pesa bila kutumia nguvu nyingi, wanatumia zile akili walizopata shule. Lakini vinginevyo sasa tungekuwa tunasema lugha nyingine, maana hakuna kijana ambaye angepata ajira, sababu ajira hakuna, ajira za kuajiriwa hakuna. Tunataka watu ambao wana uzoefu. Hata walimu ambao wanakuja kufundisha huko mashuleni kwetu, akitoka fresh from university hawezi hata kuandaa somo. Kwa hiyo tunahitaji walimu ambao wana uzoefu wa miaka 5. Sasa ila awe na uzoefu wa miaka 5, atapata uzoefu wapi? Kwa hiyo mwisho wa siku anaamua kubadilisha, anaamua kwa kutafuta kazi mbadala, kwa mtu wa M-Pesa au kwa mtu wa kuendesha bodaboda, kitu ambacho kinawachelewesha, tunapoteza nguvu nyingi za vijana. Kwa hiyo masomo ya amali ya ufundi yamewavutia sana wazazi wengi, hasa kwa shule yetu ya Dikaila. Shule ina miaka 2 lakini tuna wanafunzi zaidi ya 100 na kitu, na tuna wanafunzi wapya zaidi ya 900 ambao wameapply kuleta watoto wao wasome hapo msimu ujao, kitu ambacho hata shule haina uwezo kubeba wanafunzi kama hao.
kwa sababu tunazingatia ku-maintain ubora. Tuwezi kuwa na wanafunzi 100 darasa moja kama shule za kawaida, mwalimu hawezi kufanya vizuri. Lazima wanafunzi wetu wasizidi 35 kwa darasa moja. Kwa hiyo maana wanafunzi wengine hatutaweza kuwapokea. Na pia jambo lingine, tunaamini kwamba shule nyingi huwa wanafanya interview kuchagua the best student. Lakini sisi kwetu hatuzingatie the best student. Tunaamini wanafunzi wote ni bora. Na wala tuamini kwamba wanafunzi kuna slow learners. Tunaamini wanafunzi wote wana IQ tofauti, lakini IQ zote zikijengewa uwezo wanakuwa watoto wazuri. Katika masuala ya kusoma academic, masomo ya darasani na masomo ya ufundi, tumeona watoto ambao hawawezi kusoma darasani kwenye ufundi wanafanya vizuri zaidi. Tumeona watoto ambao hawawezi kusoma darasani lakini kwenye kucheza mpira wako vizuri zaidi. Sasa tuwezi kusema wale ambao wanaweza kucheza vizuri mpira basi hawafai kupokelewa shuleni. Hawa wale ambao wanaweza kushika mashine ya kutengeneza magari hawafai kuwa mwanafunzi wetu, hapana. Tunachoangalia uelewa wa mtoto. Je, kwa uelewa huyu mtoto tukimjengea uwezo atakuwa mtoto mzuri? Tukiona kwamba atakuwa mtoto mzuri basi tunampokea. Kwa hiyo tuna vipimo vingi vya kuweza kumpokea mtoto awe mwanafunzi wa Dekaira, si kwa kufaulu tu max za juu, bali uelewa wa mtoto. Tuna watoto ambao tuliwapokea mwaka jana alikuwa wameanza hapa na F, walikuwa chini ya kiwango, lakini mtihani wa darasa la 4 wamepata wastani wa A masomo ya hesabu na ya sayansi. Ni kwa sababu gani? Mtoto anabadilika taratibu kulingana na mazingira anayokulia. Kwa hiyo shule zetu zinapaswa kuwa na vitendea kazi. Mfano kama Dikaira, sisi masuala kutumia chaki waone, hatujawahi kutumia hapa shuleni kwetu. Watoto wanasoma kwa kutumia smart TV board, kila mtoto ana kompyuta yake, madarasa yana nafasi ya kutosha, madarasa yana IC, kikiwa na joto anawekewa baridi, anakuwa comfortable. Sio mtu anatamani kutoka nje kwa sababu ndani kuna joto. Kwa mazingira ya kusomea yanamfanya mtoto aishi kwamba yuko sehemu salama na sehemu bora, lazima atabadilika na atakuwa mwanafunzi mzuri. Sisi hatuna watoto wako chini ya kiwango, watoto wetu wote wako the best kwa sababu ya mazingira mazuri ya kusomea. Watoto wetu wote wanajua kutumia kompyuta, wanajua kuwa na spidi ya kuandika, wana uelewa mkubwa kuliko mtoto anayetoka darasa sekondari. Watoto wetu ni wazuri sana kwa sababu ya mazingira tunayowajengea. Kwa hiyo tunaamini kwamba shule zetu zikiwa hivi tutakuwa na Tanzania bora sana baadaye. Lakini kama nilivyokwisha kusema, kuweza kuwa na shule ya aina hii inahitaji maandalizi, na wawekezaji wote wanaowekeza katika elimu basi watamani kuwa na shule za amali kuanzia level ya shule ya msingi. Level ya amali ikianzia sekondari, mtoto tayari ameshatamani kuwa na pesa, ana mawazo kuwa na magari na nyumba na nini, anakuwa ameshachelewa. Siku hizi tunaona watoto wetu ni wadogo, lakini kwa karne ya sasa mtoto akiwa na miaka 5 anakuwa na mkubwa kama vile tulivyokuwa sisi miaka 15 miaka ya nyuma, kwa sababu ya mazingira ya dunia ilivyokuwa imekuwa kiteknolojia. Kwa watoto wanatakiwa waanzishwe mambo hayo wakiwa bado wako shule ya msingi, ili akifika darasa la 7 amemaliza, anakuwa tayari fundi, anaendelea kuboresha taaluma yake akiwa sekondari. Hapo tunaweza kumpeleka kiwanda chochote akafanya kazi, hata kuajiriwa nje ya nchi anaweza kaajiriwa, kwa sababu anakuwa ni mwanafunzi au mtu aliyehitimu kwa vitendo na nadharia. Lakini tuna ushonaji, tuna umeme wa majumbani na umeme wa viwandani ukiwemo na sola, na fani ya utengenezaji, ukarabati wa simu. Watoto wanatengeneza simu, mafundi simu na mafundi computer, electronic engineering. Na tuna fani ya mapishi, tuna fani ya muziki, tuna fani ya sayansi. Sisi shuleni tuna kitengo cha sayansi na tuna laboratory, kwa watoto wanafanya research huko vijijini ili kugundua changamoto za mazingira yao zitakuwa solved na kitu gani. Kwa mtoto anafanya sayansi sio tu ya darasani, anafanya sayansi kwa kwenda kufanya research, kutafiti kwa nini malaria haiishi, kutafiti kwa nini kunakuwa na magonjwa ya watoto. Kwa wakishamaliza wanakuja shule, wanafanya group discussion, wanapata majawabu, ni kitu gani jamii inatakiwa kufanya au ni kitu gani serikali inatakiwa kufanya. Kwa wanaweza kuandika taarifa zao na kuishauri serikali au kushauri taasisi zile kubwa ambazo zinatengeneza mazingira ya kutengeneza dawa au yoyote vile, lakini wanasoma sayansi kwa undani zaidi. Kwa hiyo tunawaandaa watoto waweze kuwa madaktari baadaye,
tunaandaa watoto waweze kuwa wanasayansi baadaye, tunaandaa watoto waweze kuwa wanapenda sayansi, sababu sayansi huwezi kuipenda ukiwa form 4 au form 3. Lazima kuanzia mtoto mdogo ajifunze sayansi. Maonyesho ya Moffett ya Shule Excellence Fair ya mwaka 2025 yamefanya shule yetu iweze kujulikana sana, na sio rahisi shule yenye miaka miwili ijulikane Afrika Mashariki yote. Sasa tunapata maombi mpaka Sudani, tunapata maombi mpaka Nigeria, Kenya, Zambia, Uganda. Watu wanataka kuleta watoto shuleni kwetu, wengine walileta toka Kenya wanasoma hapa. Yale maonyesho yamefanya shule yetu iweze kujulikana kwamba kumbe Tanzania tuna shule kama hii. Nadhani mtu akiona, akipitia profile ya Instagram, anaweza kaona kwamba kwenye zile picha zetu watu wana comment kupenda shule zote za Tanzania ziwe kama hii, yani ziwe shule za ufundi ili kuandaa watoto waweze kuwa bora. Kwa hiyo maonyesho ya Shule Excellence Fair ya mwaka 2025 pale Mlimani City yametujengea sasa kuwa na imani, kumbe kazi ya kutoa elimu kwa watoto ni hata sisi pia kwetu ni ajira. Tumeajiri wafanyakazi wengi na wazazi wengi wamefurahishwa na shule yetu. Tumepata wazazi ambao hawatusumbui kulipa ada, kwa sababu ukiwa na shule alafu wanakuwa na wazazi ambao hawaoni chochote ambacho watoto wao wanakipata, nadhani hata ile nguvu ya kutafuta pesa inakuwa haipo. Lakini sisi wazazi wetu hawasumbui kulipa ada ya shule kwa sababu wanaogopa ada pengine tutawakataa. Kwa hiyo yale maonyesho yametusaidia sana kuweza kujitangaza kwamba kumbe shule zinazotakiwa kwa karne ya sasa ni shule za amali na digitali, sio shule zile za zamani za kusoma na kukalili na kufanya mtihani. Unafanya mtihani afu baadaye unaenda wapi? Unapata A, unafurahi mwanawe amepata A, afu A inakusaidiaje? Mtoto hata kutandika kitanda hajui, kupika hata mboga hajui. Tunakuwa na msichana wa miaka 12 hata kutengeneza tu chapati hajui. Sasa hii ni hasara kwa mzazi. Lakini sisi tunafundisha kila kitu na kisha mtoto anajua. Sasa hii maonyesho ya Mlimani City kwetu sisi, pamoja na uchanga wetu, yatufanye tuonekane wakubwa sana. Hata serikali imeonyesha kutupongeza na kututia nguvu, kututia moyo kwamba tuendelee kufanya hivyo ili hata shule zingine nao waweze kuiga. Kwa maonyesho ya Shule Excellence Fair ya Dar es Salaam ni maonyesho ambayo sisi binafsi hatuwezi kukosa, kwa sababu yana faida kubwa. Yanaelimisha jamii, lakini pia yanawafanya watoto wajiamini kwamba kumbe tunaweza tukajulikana hata nchi nyingine, na tumealikwa mpaka kwenda nje ya nchi. Lakini chanzo ni maonyesho ya Shule Excellence Fair ya Dar es Salaam yaliyofanyika mwaka jana, na tuzo yetu tulipata hii hapa. Hii tuzo ni ushahidi kwamba Dekara ni shule bora. Sasa watu wengi walikuwa naamini kwamba shule bora ni kupata A tu, lakini sisi shule bora hata kwenye tehama na amali. Kwa hiyo sisi tunaahidi kushiriki maonyesho ya Shule Excellence Fair mwaka 2026 itakayofanyika tarehe 24 hadi tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka 2026. Sisi tumechukua mabanda matatu, banda moja tuliopewa zawadi mwaka jana na mabanda mawili tunalipia, ambayo tutaonyesha vitu vingi sana ambavyo watoto wanafanya. Tutaonyesha matukio ya sayansi ambayo watoto watafanya kwa vitendo. Tutaonyesha mafundi simu wakiwa wanafanya shughuli za simu. Tutaonyesha makenika wanavyofanya makenika. Tutaonyesha washonaji, japo nafasi itakuwa haitoshi, lakini at least vitu vichache. Mambo ya programming, watoto wanavyoweza kutumia fursa ya tehama kutengeneza pesa. Mambo ya ujasiriamali, kwa sababu mtoto akiwa anajifunza ufundi lazima ajue pia hiyo anapataje pesa kupitia huo ufundi. Kwa hiyo tunaunganisha ujasiriamali na ufundi. Lazima mtoto ajue kutafuta pesa na kutunza pesa akiwa bado mdogo, ili akija kujua awe na malengo, anafanya kazi za ufundi apate pesa kwa ajili ya nini. Dekara ni ili kumvutia mtoto na mzazi hata wanaotoka mbali. Dekara tumejitengenezea mazingira mazuri sana. Mtu mzazi hata akija huwa hawezi kukataa kuacha mtoto. Kwanza tuna ulinzi wa kutosha, tuna ulinzi wa bunduki, kampuni ya ulinzi ambayo inatumia silaha. Tuna ulinzi wa CCTV kamera, kila darasa lina kamera, mabwenini kuna kamera. Kwa chochote ambacho mtoto mzazi anaweza kuwa na mashaka kwamba itakuwaje mtoto mdogo akikaa shuleni hapo, sisi kama wazazi wenzenu tunahakikisha watoto wanakuwa salama na wanaishi na kujifunza maadili ya Kitanzania, na usalama ni wa kutosha. Watoto wenyewe wanafundishwa jinsi gani ya kujibehave au kujiheshimu. Watoto wa kike wanafundishwa jinsi gani ya kujibehave
na watoto wa kiume hali kadhalika. Tuna mabweni ya wavulana, tuna mabweni ya wasichana, na yote hapo katika mazingira mazuri. Tuna maji ya kutosha, tuna umeme wa kutosha, tuna vifaa janja vya kufundishia kama tulivyowaambia kuisha kuambia. Tuna vifaa vya CCTV kamera, tuna AC kwa kila darasa. Chakula ni kizuri. Chakula wanafunzi tunawapa nafasi ya kuweza kutoa mapendekezo, wanataka wiki hii wale kitu gani, basi watoto wanaamua. Tuna arrange chakula vizuri, kuanzia asubuhi wanakunywa uji wa maziwa saa 1 kamili, saa 4 wanakunywa chai ya maziwa na vitafunwa vya kutosha. Mchana wanakula chakula. Saa 10 wakimaliza ufundi wanapewa tena bites pamoja na chai. Kwa watoto tunajua wanapenda kula wakati wote na wana afya nzuri, wanaishi nyumbani mbali na nyumbani. Kwa wazazi wasiwe na shida. Tunafahamu, hata mimi mwenyewe ni mzazi. Siwezi kubali kumpeleka mtoto hata kama ni shule ya ufundi alafu shule yenyewe sielewe. Lakini vitu ambavyo nitavizingatia ni kwanza kabisa usalama wa mtoto mwenyewe na maadili. Sisi hapa hatuna dini, ila tunaheshimu kila mtu mwenye dini yake kuabudu. Tunatoa nafasi kwa watoto kufanya vipaimara, tunatoa nafasi kwa watoto wa Kiislamu kupata mwalimu wao kuwafundisha na kwenda kuswali msikitini. Kwao tunatoa fursa kwa dini zote na hatuingili uhuru wa kuabudu wa mtoto. Tuna walimu walezi, walimu ambao wana elimu nzuri, wana elimu ya degree, wazoefu, na huwa tunawapa semina kuongeza ujuzi zaidi. Tuna walimu IT ambao wanafundisha mambo ya kompyuta vizuri. Kwa hiyo sisi kuanzia pre-unit mtoto anajua kuchapa kwenye kompyuta kwa spidi. Sasa hebu fikiria mtoto wa miaka 5 anajua kompyuta. Huyu mtu akifika chuo kikuu atakuwa ni mtu wa aina gani? Na sasa tunaandaa kutengeneza robot. Kwa watoto wanajifunza ufundi mwingi. Wakati wote watoto wanakuwa wako bize, wanajua mambo ya ufugaji, wanajua mambo ya kilimo, horticulture, mambo ya fish farming, mambo ya ufugaji wa samaki, ufugaji wa kuku, ufugaji wa ng'ombe, mboga, matunda. Wanajua kufanya hivyo vitu kwa mikono yao wenyewe. Hii sasa ndio inaonyesha kwamba sasa mtoto hata kama alikuja na tabia mbaya anajishape haraka sana na kuwa mtoto wa mazingira tunayotaka sisi. Tunafanya counseling kwa watoto kabla yani kila siku tunahakikisha kwamba watoto wanafundishwa jinsi gani ya kuishi vizuri na wenzao, kupendana na kumwogopa Mungu. Maana watoto wakiwa naamini Mungu wanakuwa na ile hofu ya Mungu. Na hofu ya Mungu inawasaidia kuwafanya wao wasitamani kufanya vitu vya kipuuzi. Kwa hiyo vitu kama hivyo na kweli wanatumia kompyuta, kila mtoto anatumia kompyuta yake, lakini zile kompyuta tunazimonitor. Sasa tuna wifi. Wifi ina operate kwa wanafunzi zaidi ya 200. Kwa hiyo watoto wakitumia kompyuta wanatafuta material ya kujisomea kupitia wifi ya shuleni, lakini tuna monitor watoto wasiingie kwenye mambo ya ovyo kupitia kompyuta zao, kwa sababu hiyo tatizo ndio wazazi wanaliogopa. Kwa hiyo sisi tuna monitor mtoto chini ya miaka 15 ataviona vitu atakavyomsaidia katika maisha yake, na sio kuangalia vitu vya ngono au vitu ambavyo vinaweza kumharibia ukuaji wake akawa mtoto wa ovyo.